Wewe ni mkora, jambazi, kwa kimombo goon. Are you a goon? Wacha niulize Kiingereza. Lakini unasema wewe ni mwanagenge uliyebadilika. Zamani nilikuwa ukabadilika. Hata kuja soma, ulikomea darasa la 6, ni kweli? Ni kweli. Uliachia masomo hapo? Niliachia hapo. Mbali na darasa la 6, una ujuzi gani mwingine ambao ulikwenda kusomea? Ujuzi first Tumalize jamani na msemo wa siku. Msemo wetu wa siku nasema kila fitina na matumizi yake. Ndio msemo huu, kila fitina na matumizi yake. Gaucho, ina maana gani huu msemo, na maana gani? Kila fitina na matumizi yake. Inamaanisha nikikupigia fitina inamaanisha either ukifukuzwa Kwa nini unahisi Wakenya wamekukataa kwenye mitandao, wanasema hufai, usio kwenye bodi? Kwa nini? Wakenya saa hii si Wakenya wamenikataa, Wakenya wamekataa vitu mingi. So unaona kata juzi Diamond alikuja kuimba hapa, walikataa. Suchu walikuja kuimba siku ya nini, pia walikataa. So Wakenya wamekuwa na wamekuwa na mtindo. Lakini Gaucho, unasema kwamba Wakenya wanakataa kila kitu. Kwenye orodha, iwapo mwelekezi wangu ataiweka pale kwenye kiwambo, orodha ya wale wanabodi ambao mlichaguliwa, mwenyekiti ni Daktari Elvis Meli. Sijasikia Wakenya wamemkataa. Anayefuata mwanachama mwingine ni Daktari Chama Nzai. Sijasikia amekataliwa. Alafu huyo Susan uliyemtaja, Susan Wanjiru, kama unajua hapa hakuna daktari. Sasa sikujua kama ndio huyu. Kule mnamuita daktari, ni mwanachama. Knight Meza Kaingu ameteuliwa, sijasikia amekataliwa. Abdalla Ali, sijasikia amekataliwa. Calvins Okoth, Gaucho, ndio umekataliwa. Mbona wewe? Ukiangalia nini yao Goodbye. Dr. Susan, jina lake la pili ni nani? Nani? Yangu. Yule Dr. Susan, Daktari Susan ambaye alijitokeza pale akasemekana hana makaratasi. Mnafanya kazi pamoja kwenye hospitali ya Mama Lucy, sio? Nimejua leo, nimekutana naye leo. Hiyo jina ya Susan ndio nasikia. Manake mmeenda kutembea pale Mama Lucy leo, kujua kuna kuaje namna gani. Kwa hivyo kuna habari zake kama alisoma mpaka kiwango gani, maana alianikwa wazi pale mbele ya gavana wa Nairobi Sakaja kwamba hajasoma lakini amepewa kazi na anaitwa daktari. Zile habari, manake wanabodi kuchunguza mambo kama yale. Umeanza na ile ile kitu iko ya kwamba huyo mama wangu ama huyo mama kuja soma, ulikomea darasa la 6, ni kweli? Ni kweli. Uliachia masomo hapo? Niliachia hapo. Na sasa hivi pale kwenye bodi labda kuna mambo mengi, matumizi ya mitandao na kadhalika, unafanya vipi? Sasa mimi nauliza Wakenya. Tulikuwa na mbunge ambaye alifanya kazi mzuri sana Kisauni. Alikuwa anaitwa nani? Karisa Maitha. Karisa Maitha aliwacha shule class 3. Na yeye aliperform kwa wabunge. Aliperform kwa wabunge wale walikuwa wazuri Coast ambao walisoma kumliko. Yeye ndiye alikuwa, nakumbuka akikufa in 2000 and alikufa 2003, 2004 kama sikosei. Yeye ndio alitolewa kama mtu ambaye alifanya kazi mzuri sana katika Coast region. Unaona? So wakati alikuwa anaingia hospitalini na kwenda kuangalia watu wanafanya kazi vipi na kadhalika, kila mtu alijua ni daktari na hayo ndio masomo yake. Kwa hivyo unasema alitoka class 3 kama wewe akaruka akawa daktari. Je, wewe ni jambazi? Wewe ni mhuni katika kaunti ya Nairobi kama watu wanavyotaja? Sasa goon, unajua hii story ya goon inatokea hapa. Situation ambayo tumelelewa nayo. Watu wa kijiji wengi, kwa sababu tunakula kibati na tunalala late. Jua una kitu ya kukula, sasa unalala late. Either unakula miraa kwa base ili usahau ya kwamba hujakula ama hujalipa nyumba ama hujaoa. Unaona? Sura yetu inakuwa ngumu. So sura yetu na ID inasema vitu tofauti. Sura inasema mimi ni mzee lakini ID inasema mimi ni kijana. That's why tunaitwa goon. Sura peke yake. Unajua? Sasa hivi ungekuwa huko Korokocha ama Dandora, sura yako ingekuwa ni nyororo hivyo. So mtu akikutana na wewe, mtu anatoka nini? Anatoka huko Gitusuru ama Lingam ama Diamond Park, atakuona, ataniona kama goon.
mimi nataka nikwambie bro. Naam. Wale wanafanya vijana waonekane guni ni viongozi ambao tunachagua. Naam. Kwa sababu hawana nini ya kuempower wao vijana. Kwa sababu kama vijana wanatoka huko ghetto, hakuna kijana anaweza toka Dandora, Madharo, Korokocho akuje town na rungu kama hajapewa hiyo rungu na kiongozi ambayo nyinyi wenyewe mliweka kwa viti. Lakini ukizungumza hivyo Gaucho, ulihusishwa sana ukuruba wako na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, na wewe mwenyewe umesema kwamba wakati wa maandamano mwaka 2023-24 hukuwa upande wa vijana waliokuwa wanalalamika. Ulikuwa upande gani? Okay, so to put it into perspective, now that Sakaja amechagua Gaucho kama board member wa Mama Lucy, it's expected that Gaucho atakuwa anakaa chini, ana discuss clinicians, ana discuss stories to do with pharmaceuticals, ana discuss doctors, ana discuss nurses, ana discuss the structure of the hospital, ana discuss services, ana discuss everything in the healthcare space enye iko na anything to do with the hospital. All of these is despite the fact that there are 1,000 nurses, there are 1,000 clinicians, there are 1,000 doctors who deserve to be sitting on that board. So just some random guy mwenye anajua kushika rungu na kukampenia UDA now has a board seat in a very, very crucial hospital. That is the government for you. Kitaka kujua picture hii inchi mali direction tunachukua ndio hiyo. Hata mimi sasa wanichukue wanikaisha kwa board ya military sasa. Hata mimi naweza nikapeana strategies za military sasa. At this point hata mimi niko kwa board ya military. Waeke mrasta huko. Wafanyikazi, manases, madoctors wote wa Lucy, Mama Lucy Kibaki, nyinyi wote ni mabonge la stupids. Tell me why, ama tell me how you can allow a mediocre like Calvin Sokoth, someone that cannot even spell their name, to join the board of management of Mama Lucy Kibaki. Niwaulize, kama nyinyi wote mngeamua like we are downing our tools, tunaenda mgomo si siku mingi for 2 days, kama jina ya Gaucho hautakuwa revoked kutoka kwa board as a board member, hatutarudi kazi. What is the worst thing yenye inge happen kwenyu? Tell me kwa comment section, what is the worst thing? I have said here and I'll say it again, that habits that go unchecked are always misinterpreted as habits that are accepted. For you to keep quiet and even organize and allow this idiot to address you people is acceptance.